Halo mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena katika kipindi ukipendacho sana, kipindi cha Sauti za Hayawani. Katika msimu huu nimekuwa na maelezo mapana sana kuhusu maisha ya viumbe wanaopatikana katika ukanda wa nchi zilizopo katika bara la Asia. Na leo tutakwenda kuangazia maisha ya mnyama mwingine wa pekee sana, ambaye huyu kwa asilimia kubwa anapatikana katika eneo la India subcontinent na maeneo baadhi ya nchi zinapozunguka katika ukanda wa India, ikiwa ni pamoja na Nepal na nchi nyinginezo nyingi tutakwenda kuziona huko. Ni mnyama gani huyu? Huyu mnyama kwa jina ambalo amepewa Kiingereza wanamuita spotted deer. Wakati fulani tulikuja hapa tukiwaangalia deer kwa aina yake, ambao tuliwaona wale wanaotoka katika bara la Ulaya na Amerika, ambapo tuliwaweka kisayansia wanatoka katika kundi la wanyama ambao ni Artiodactyla mamo, ambao hawa tunawaona ni jamii ya swala kwa huku kwetu tunaweza tukasema, lakini wakiwa na utofauti wa muonekano. Leo tunapokwenda kumwangazia kiumbe huyu deer, tutakwenda kujifunza mambo mengi sana kutoka ukanda huo wa bara la Asia, hasa kusini mwa bara la Asia. Katika safu za milima ya Tibet na milima ya Himalaya, kwenye bonde lililobeba mto wa Brahmaputra pamoja na mto Indus, ni eneo ambalo Mungu ameliweka kuwa na viumbe wa aina mbalimbali. Lakini leo tunapokwenda kumwangalia huyu mnyama, tutaweza kuona uzuri wake ambao Mungu amemuumba kwao, lakini na mambo mengi ambayo ameweka kwao katika uwezo ambao Mungu mwenyewe alipowaumba aliwapa. Mungu ni wa ajabu katika uumbaji, na leo tutajifunza mambo mengi. Basi kama ilivyo kawaida yangu ninapokuja kwenye kipindi hiki cha Sauti za Hayawani, lengo langu kwanza, ninapenda uisikie sauti ya kila hayawani. Ni vyema tukaisikie sauti ya kiumbe huyu spotted deer, yani swala mwenye madoadoa kutoka ukanda wa India. Ana sauti ya pekee, hebu isikie kidogo. Naam, hivyo ndivyo ambavyo anamwakilisha Mungu kwa namna ya pekee sana kiumbe huyu. Kiumbe huyu, jina halisi la kiumbe huyu ameitwa Chital. Chital ni jina ambalo linatokana na uhalisia wa Kiindia. Tutakapofika kwenye mambo ya etymology and naming tutaweza kujifunza huko. Lakini katika uhalisia wa mnyama huyu katika mfumo wa kiekolojia wa majina ya viumbe, yani etymology and naming, uasilia wa jina hili, yani vernacular name, uasilia wake ni linatamkwa Chital lakini linaandikwa Chital, ambalo hili limetokana na lugha ya Kihindi, lakini vile vile likitokana na maneno ya Kisanskrit, ambao haya ni maneno katika ukanda wa India. Ukiachana na hivyo, tutakwenda kuona mambo mengi zaidi tutakapofika katika uchambuzi wa taxonomy pamoja na swala zima la phylogeny. Na hii ni science ya kuweza kugundua kwa nini waliwaita hivyo na ni kutokana na nini. Hili jina la Chital kwa mara ya kwanza liliweza kuvumbuliwa na mtu ajulikanaye kama John Christian Polycarp Exelben, ambaye aligundua mwaka 1777. Na mara baadaye mtu ambaye alijulikana kama Charles Hamilton Smith, yeye ndio aliweza kutoa jina ambalo waliwaita Axis. Ni kwa jinsi gani waliitwa jina hili la Axis? Ni kutokana na uwepo wa madoadoa katika ngozi yao. Hivi ndivyo ambavyo ninaweza nikamuelezea mnyama huyu katika uhalisia wa jina lake. Na sasa kama ilivyo kawaida yangu, ninapokuja katika kipindi hiki cha Sauti za Hayawani, ninapenda kumchambua mnyama pia katika utambuzi wa madaraja na madarasa ya viumbe hai, yani classification, ili tuweze kumfahamu kwa uhalisia. Kama ilivyo kawaida, wanyama wote ambao seli yao imezungukwa nje wanatoka katika uwepo wa familia au domaini julikanayo kama Eukaryota, lakini wakitokea katika ufalme ujulikanao kama Animalia, na phylum yao ni Chordata na klasi yao ni Mammalia. Wakitoka katika oda ya Artiodactyla, ambao hii inawaleta katika familia ya Cavidae, ambao inawapweka katika species katika genus ya Axis,
ambayo ina spishi ambayo inasema ni axis. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukamchambua kiumbe huyu katika madaraja na madarasa ya viumbe hai. Na sasa hebu twende tumwangalie jinsi gani kiumbe huyu anaonekana. Huyu ni kiumbe kama walivyodia wengine, wanakuwa na pembe ambazo zimetengeneza mgawanyo wa matawi. Yaani pembe zake zinakuwa na mgawanyo wa matawi. Na pembe hizi zinakuwa ni tofauti na kwa wanyama wengine ambapo pembe zao zinakuwa na ugumu na hazina kufunikwa na ngozi kwa juu. Ila kwa dia walikaribia wote wao wanakuwa na ngozi iliyofunika pembe hizi. Hivyo basi haziitwi pembe kama pembe ambavyo inajulikana, ila zinakuwa ni antena. Katika uhalisia wa maisha ya kiumbe huyu, hawa wanakuwa na kwa madume yanakuwa na utofauti wa kimaumbile na majike kidogo, ikiwa na maana ni jamii tunaita ni sexual dimorphism, viumbe wasiofanana. Majike hayana pembe, lakini madume huwa yanakuwa na pembe. Na kwa kawaida urefu wa kawaida kwa dume moja linakuwa na sentimita 90 hadi 100, ambazo hizi ni sawa sana inchi 35 kwa 36, wakati jike anaweza akawa na sentimita 65 hadi 75, ambazo ni sawa sawa na inchi 26 kwa 30. Hiyo ni urefu wa kuja kwenye mabega. Urefu katika mlalo wa mwili wana uwezo wa kufika mita 1.7, ambao ni sawa sawa na futi 5 na inchi 7. Hiyo ni kwa urefu wa kawaida, lakini vile vile wakiwa na uzito wa kuanzia kilogram 30 hadi 75, ambazo ni sawa sawa na LB 66 kwa LB 165. Kwa majike wao wanaweza wakawa na uzito unaokuwa kilo 25 hadi kilo 45, ambazo ni sawa sawa na LB 55 kwa LB 99. Hivi ndivyo wanavyoweza kuonekana, lakini kwa wakati fulani imeshawahi kupatikana taarifa ya uwepo ambao anaanzia kilo 98 hadi kilo 110, ambazo hizi sawa sana LB 216 kwa LB 243. Na urefu wa mkia huwa unakuwa ni sentimita 20, ambazo ni sawa sana inchi 7.9. Na hivyo ndivyo ambavyo ninaweza nikamuelezea katika mfumo wa kimaumbile. Kiumbe huyu ameumbwa kuwa na rangi inayokuwa ya kahawia, baadhi ya sehemu ikionekana imeiva sana, hasa katika maeneo ya chini kuja katika usawa wa tumbo, katika usawa wa miguu, lakini sehemu nyingine ikiwa ni kahawia mpauko, lakini kwenye shingo yake akiwa na baka lenye rangi nyeupe, na miguu yake pia iko ndani ikionyesha uwepo wa rangi nyeupe, lakini mwili wake wote ukiwa umewekwa madoadoa meupe madogo madogo sana yanayoonyesha kumpamba kwa namna ya pekee. Mdomo wake ukiwa ni mweusi na rangi ya macho ikionekana kufunikwa na mzunguko mweusi katika jicho, hali inayomfanya aonekane kwa uzuri sana na anakuwa akivutia sana. Viumbe hawa ni jamii ya viumbe wote ambao katika kundi ambalo tunasema ni Artiodactylia. Mara kadhaa nimekuja na kuelezea katika kundi hili la wanyama, wao wanakuwepo katika makundi mawili. Wapo wale ambao tunawafahamu kwamba wanakuwa na mfumo wa mmeng'enyo unaotegemea ucheuaji, ambao hawa ni wale wanyama wenye matumbo manne, yani omasamo, bomasamo, rumen na reticulum. Lakini wapo wale wenye matumbo matatu, kama vile ambavyo tunamwangalia okapi, au kama vile ambavyo unaweza ukamwangalia twiga na wengineo wengi ambao wapo katika familia ya Artiodactylia, lakini wakiwa na utofauti. Kwa kiumbe huyu ni wale wanyama wenye matumbo manne, na yeye hupendelea kula yale majani malaini kabisa, majani yanayopatikana katika ukanda wa chini kabisa, na anapokuwa akikuta sehemu ambayo ni ya yeye kujitafutia chakula, anakuwa na uwezo wa kumiliki eneo hilo kwa uwezo mkubwa wa kujiimarisha kama ni eneo lake la kujitafutia chakula. Kwa kawaida kiumbe huyu kama ni ruminant, nilijaribu kumwangalia mfumo wa mmeng'enyo wake, ikiwa ni kwamba kwa upande wa juu katika meno yake yeye hana meno ya juu ambayo ni incisors, bali kwa chini ana meno matatu ambao ni incisors, lakini kwenye meno yake ambao ni canine ana jino moja kila upande, akiwa na premolar matatu na molars matatu
upande zote mbili, juu na chini. Hivyo ndivyo ambavyo anakuwa katika mmeng'enyo. Mmeng'enyo wake wa chakula unategemea mfumo wa mcheuo ambao huwa anapotafuna anaweka katika tumbo la kwanza ambalo ni omasum, na baadaye akihamishia katika akiweka katika omasum na kuhamishia katika obomasum, na baadaye akipeleka katika rumeni na baada ya kucheua na kutoa kupitia reticulum na baadaye kuwa ni kinyesi. Hawa ni viumbe ambao wamepewa eneo lisilopungua usawa wa mraba wa maili 8 hadi 30 katika eneo la kujitafutia chakula. Kama nilivyokwisha kukwambia, wanapatikana katika maeneo ya India, Nepal, Bhutan, Bangladesh pamoja na Sri Lanka. Utakubaliana na mimi, katika ukanda wa nchi zote zinazozunguka katika usawa huu wa India subcontinent, kulingana na mfumo wa kihali ya hewa, India subcontinent ni eneo ambalo kwa ukanda wote wa kaskazini pamoja na magharibi umezungukwa na bahari. Lakini kwa upande wa juu ndio sehemu yenye mwinuko ambayo inakwenda kukutanisha na safu za milima ya Tibet. Na hivyo basi ukanda mzima wa India, kulingana na mfumo wa hali ya hewa, kwa msimu mkubwa wa mwaka wanategemea sana uwepo hali ya hewa ambayo inakuwa na joto kali, lakini vile vile kukiwa na uwepo wa mvua nyingi katika msimu. Na hii inatokana na mifumo ya kijiografia kulingana na kani za pepo katika uhalisia wa ardhi jinsi ilivyo. Kama tunavyofahamu, pepo huwa zinavuma kutoka katika njia mbili. Pepo zinapovuma kutoka mashariki kuelekea magharibi, hizo tunaziita warm current, na zile ambazo zinavuma kutoka magharibi kuelekea mashariki tunaziita cold current, yani pepo baridi na pepo joto. Na katika mfumo huu ndipo kunakuwa na mfumo wa utengenezwaji wa mvua. Sasa kutokana na uhalisia wa eneo la India na sura ya nchi katika eneo la kati, mvua ambayo huwa inatengenezeka hapa ni mvua ya mzunguko, tunasema cyclonic. Na hali hii inasababisha kuwa ni mvua ambayo inatengenezeka kwa wakati ambapo inapokuwa ni msimu wa joto linakuwa kali, na kipindi hiki tunasema ni kutokana na unyevu wa maji ukiondolewa katika ardhi na kupelekwa angani, na hii ni kutokana na uwepo wa jua kali linalokuwa ipiga ardhi, tunasema evaporation process. Na baada ya hapo kunakuwa na mvua nyingi msimu wake inapokuja kunyesha na kusababisha ardhi kutoteshwa sana, ambapo tunasema ni precipitation. Kitendo hichi kinasababisha katika maeneo mengi ambayo ni ya bondeni katika nchi zote hizi nilizokwisha kuzitaja, kunakuwa na uwepo wa majani madogo madogo ambayo yanasababisha kuwepo kwa chakula cha kutosha kwa viumbe hawa. Uwepo wa chakula hicho unawasababisha viumbe hawa kuwa na mazingira ya kujiwekea uhalisia wa kujipatia chakula kwa muda mrefu. Ni viumbe ambao wanaishi katika mitazamo ya pekee sana. Hawa kwa kawaida huwa wanajitafutia chakula nyakati za mchana. Tunasema ni duality creatures, ni wanyama wanajitafutia chakula nyakati za mchana. Na wanapokuwa katika kujitafutia nyakati za mchana, ndani ya masaa ya asubuhi kuanzia alfajiri sana hadi inapofika mida ya saa 4 saa 5, huwa ndio wanapenda kujitafutia chakula. Inapofika nyakati za mchana wa katikati kabisa, yani kuanzia mida ya saa 6 kuja saa 8, kulingana na mazingira ya uhalisia wa maeneo wanaoishi, huwa wanatafuta vichaka na kutulia, na hii ni kwa ajili ya kuogopa kuumizwa na jua. Na mida ya jioni pia watajitafutia chakula, lakini nyakati zinapokuwa za usiku hujitafutia maeneo ya kujificha katika vichaka ili kujikinga na maadui. Kwa kawaida wanapoingia msimu wa joto wao ni kwa muda wa mwaka mzima, ambapo dume ataweza kutambulika kwa kukomaa kwake, yani maturity, pale tu ambapo ataanza kuwa ameanza kuota antena, yani pembe zake ambazo zimeweka matawi. Lakini vile vile jike naye anakuwa ni mwepesi kukomaa kwa muda wa mwaka 1.5, anakuwa tayari amekwisha kukomaa. Wao kama nilivyokuambia, muda wa uzazi ni kwa muda wa mwaka mzima. Basi jike huwa anakuwa na muda tu wa wiki 2 za maandalio ya uzazi katika msimu wa joto, na anapoweza kuchukua mimba inaweza ikamgharimu miezi 4 tu na akajipatia mtoto. Haya ni maisha ya uzalianaji wa viumbe hawa, ambao kwa kawaida jike mmoja huwa akizaa mtoto mmoja au wawili, lakini ni mara chache imeweza kuwa na taarifa ya kuzaa watoto zaidi ya hapo. Na wanazaliana kwa kasi sana na wanakuwa wengi. Ni viumbe wanaoishi katika jamii ya kuwa kundi kubwa. Wanaishi kama kundi na wanakuwa wakishirikiana katika mambo mbalimbali.
Moja ya jambo la pekee kuhusiana na viumbe hawa ni uwezo wao katika kutoa taarifa kwa kuwasiliana wao kwa wao kupitia milio yao. Sauti zao zina maana nyingi. Zipo sauti za kutafutana, zipo sauti ambazo wanazitoa katika kuitana sehemu ya chakula, lakini jike ana mlio anaotoa ambapo madume yanapoweza kusikia yanajua hawa wameingia katika msimu wa joto, hivyo wanaweza kukutana kwa ajili ya uzazi. Haya ni baadhi ya maisha ambayo ninakwenda kumuelezea kiumbe huyu. Kiumbe huyu amepewa umri wa kuishi katika dunia kwa miaka 22 akiwa anaishi mwenyewe porini, lakini ana uwezo wa kufika hadi miaka 30 kama anaweza akafugika. Hii ni uhalisia wa maisha ya viumbe hawa. Mbali na hapo, ni viumbe ambao wana uwezo katika mambo tofauti tofauti. Mojawapo ni uwezo wa kusafiri kutoka umbali mmoja kuelekea umbali mwingine. Kwa kawaida wanapokuwa katika hali ya kujitafutia chakula, wana uwezo wa kuhama kulingana na nyakati, hasa inapokuwa msimu wa kiangazi. Kama nilivyokwisha kukwambia kwamba maeneo ya jangwa yanakuwa na hali ya hewa ya tofauti, hasa ni kutokana na kuwepo kwa msimu wa kiangazi ambao ni mrefu sana, alafu unapokuja msimu wa mvua, yani precipitation, wenyewe unakuwa sio msimu mrefu sana, lakini ukiwa na mvua nyingi sana. Hivyo viumbe hawa huwa wanahama kutoka katika maeneo wanayoishi awali inapokuwa kiangazi na kusogea kwenye mabonde zaidi, hasa maeneo ambayo ni marshes area. Kama nilivyokwisha kukwambia, katika ukanda wa nchi ya India kaskazini ni milima ya Tibet, na baada ya milima ya Tibet ni bonde kubwa ambalo limebeba mito miwili, mto wa Brahmaputra pamoja na mto Indus. Katika ukanda huu kunakuwa na vijito vidogo vidogo ambavyo vinatokana either na tributaries, yani matawi kutoka katika mito hiyo, au uwepo wa vijito ambavyo vinatokana na chemchemi, au sehemu nyingine tukisema ni zile marshes area, sehemu ambazo ni tindiga, zinakuwa na uwezo wa kuweka maji kwa muda mrefu. Katika mazingira yote haya, wanyama hawa hupendelea sana kujitafutia chakula. Lakini pia katika ukanda wa nchi za Burma na Bangladesh, pia kumekuwa na uwepo wa mabonde ambayo yanaonekana kuwasaidia wanyama wa kujitafutia chakula. Kwa ukanda wa Sri Lanka kumekuwepo na mabwawa ambayo hayakauki, ambao ni mabwawa asilia, hayakauki uwepo wa maji. Hivyo yanasababisha pembezoni mwake kuwa na uoto wa asili unaosababisha kiumbe huyu kuweza kujitafutia chakula kwa muda mrefu. Kwa uhalisia huo, viumbe hawa wanaishi maisha ya kuhama na wana uwezo wa kukimbia pia. Kwa kawaida wanaweza kukimbia kilomita 45 kwa lisaa kama watakuwa katika maeneo ambayo kuna vichaka, lakini kama maeneo ambayo ni wazi, plain land, wanaweza kukimbia hadi kilomita 60 kwa saa, na wakiwa wanasafiri bila kurejea kwa safari moja kwa kufuata msimu. Kwa mfano, inapokuwa kiangazi kimeanza kutokea, wao huanza kujongea kufuata maeneo ambayo bado hayajaathirika sana na kiangazi, na mpaka wakatokomee katika maeneo ambayo yatakuwa ni ya mabondeni kwa chakula, na hawatorejea huku mpaka watakapokuwa wamepata hisia ya kufahamu kwamba msimu wa mvua umefika, na ndipo watarejea kwa ajili ya kufanya malisho mapya. Ndiyo maisha ambayo viumbe hawa wamejiwekea. Viumbe hawa pia wako na maadui. Adui wa kwanza ni mwanadamu mwenyewe, kwa sababu ni swala la poaching, wakiwawinda kwa chakula. Wanyama hawa wanaliwa na ni asili kwa kula, kwa sababu ni mnyama mwenye kwato zilizopasuka kati, lakini pia anacheua. Ni kama vile unavyomwona mbuzi au jamii nyingine za swala. Lakini mbali na hapo, wana maadui wengi, ikiwa ni pamoja na dubu, ikiwa ni pamoja na simba, ikiwa ni pamoja na chui, lakini uwepo wa nyoka wakubwa, hasa python, ambao ukanda huu wa nchi za India na katika mabonde yanayopo katika mito katika ukanda wa kaskazini mwa nchi ya India, nikiwa na maana katika misafu za milima ya Tibet na milima ya Himalaya, wapo aina ya python, yani chatu, ambao ni arboreal. Mara kadhaa nimekuja na kukueleza, naposema wanyama ambao ni arboreal ni wale ambao wanapanda juu ya miti. Wanyama wote wanaweza kuishi juu ya miti tunawaita arboreal. Kwa hiyo wapo chatu ambao kwa uhalisia wanaweza kupanda juu ya miti. Hawa wamekuwa ni athari kubwa kwa ajili ya wanyama hawa katika misitu. Lakini ukiachana na hivyo, kitu kingine kinawadhuru ni uwepo wa magonjwa yatokanayo na uwepo wa aina ya inzi, testis fly, mbungo, inzi ambao wao wanaweza kuwa ni wakubwa sana na wakawadhuru kwa kuwasababishia uwepo wa homa
katika miili yao ambayo inatokana na mbu na inzi hawa, na hawa inzi wanapatikana sana katika ukanda wowote ambao ni equatorial region au maeneo ambayo ni tropical, lakini yanayokuwa na misimu ya hali ya hewa ya kubadilika. Kwa kulingana na hali hiyo, hawa yote yamekuwa ni maisha kwa ajili ya viumbe hawa. Wanapatikana kwa wingi, lakini kupitia magonjwa kama haya pia yanaweza kuwadhuru, wakajikuta jamii moja wamekufa kwa muda mmoja kwa wingi. Hivyo ndio uhalisia wa maisha ya kiumbe huyu ambaye unaweza ukamuita Axis. Hilo ni jina lake la kisayansi, lakini Cheetah ni jina lake alilopewa kwa lugha ya Kiindia, lakini unaweza ukamuita spotted deer. Yote haya ni majina yake, au Cheetah deer au Axis deer. Yote haya ni majina yake kiumbe huyu. Kiumbe huyu anamwakilisha Mungu katika mtazamo wa pekee sana, kulingana na mambo mbalimbali anayoweza yeye kuyafanya. Kwa uhalisia ni kwamba inapokuwa nyakati za usiku, ngozi ya kiumbe huyu Mungu amemwekea uwepo wa aina ya pekee. Nyakati za mchana inakuwa na rangi ya kahawia kama nilivyokwisha kukwambia, na inakuwa na madoadoa ambayo yanaonekana katika uzuri sana. Lakini inapokuwa nyakati za usiku, kulingana na mazingira ya vichaka ambao wataweza kujificha, ngozi hii inabadilika na kuita rangi ya udhurungi, na sehemu ambayo inaonekana imeiva sana kuweka hadi rangi nyeusi. Na uwepo wa yale madoadoa yana uwezo ya kutumika kwao kama camouflage, yani ni kiwango cha wao kuweza kujificha. Kama mara kadhaa nimeelezea, hii ni kama vile mwanajeshi kupitia mavazi yake anapokaa kwenye kichaka. Basi na wao wanapokuwa katika mazingira yenye vichaka nyakati za usiku, hawaonekani. Huenda wanyama wakali wanapopita wakahisi kuona ni kama vile magome ya miti, au ni kama vile aina fulani ya mawe na vitu vinginevyo kama hivyo. Lakini inapokuwa pia nyakati za mchana, wanapokuwa kundi kubwa, wanakwenda kukaa sehemu moja kwa kurundikana, hali inayowasababisha wanyama wakali wanapokuwa katika umbali mrefu, wao wanawaona ni kama sehemu ya ardhi, hawawezi kuona kama ni wanyama wanaoishi. Ni mnyama aliyepewa uwezo pia wa kusikia kwa haraka sana, akiweza kuzitambua nyayo za viumbe mbalimbali, ikiwa ni nyayo za wanyama ambao ni maadui kwake, kama jamii ya Panthera pardus, yani nyayo za simba, nyayo za chui. Lakini vile vile ni mwepesi kugundua wenzie walipo kwa kupitia milio kwa umbali mrefu sana, hadi umbali wa kilomita 100, akaweza kuisikia sauti kwamba hao ni wenzangu na wako umbali fulani. Hayo yote ni maisha ambayo amepewa uwezo huo. Lakini pia amepewa uwezo wa kutazama kwa mbali. Ana uwezo wa kuangalia mita 60 na kuweza kugundua kwamba wale ni wanyama fulani na wale ni wenzangu. Haya ni maisha aliyopewa kiumbe huyu spotted deer. Unaweza ukamuita Cheetah au ukamuita Axis kwa jina lake la kisayansia. Ni kiumbe ambaye anamwakilisha Mungu kwa namna ya pekee sana. Mpendwa, mimi ninapokuja katika kipindi hiki cha Sauti za Hayawani, lengo langu sio tu kuja na kuona jinsi gani tuwaeleze wanyama kwa uzuri walionao, tuwaeleze wanyama kwa yale walionayo. Jambo kuu tunaloliona, tunauona ukuu wa Mungu katika uumbaji. Mungu ni mkuu sana katika uumbaji. Hata tumtafakari kwa namna gani hatutoweza, kwa sababu hawa wote kwa jinsi ambavyo tunawaeleza ni kwamba Mungu aliwatamka na wakawa. Unaweza ukaona ni jambo la pekee kiasi gani. Msimu huu ambao tumesalia kuwa katika ukanda wa bara la Asia, tukiangazia maisha ya viumbe mbalimbali, tutajifunza maisha ya wanyama wengi. Leo tulipokuwa tukimwangalia Cheetah au unaweza ukamuita spotted deer, tumejifunza vitu tofauti ambavyo Mungu ameweka ndani yake. Hii yote tunauona ukuu wa Mungu. Lakini jambo lilo kuu kabisa ni kwamba katika kujifunza maisha ya wanyama hawa, tunaweza tukagundua vitu vingi sana ambavyo ni vya thamani katika maisha yetu. Kwa mfano, pembe za mnyama huyu ambao nimekuambia ni antena, licha tu ya kukua na kuonekana katika hali ya kutoa matawi, lakini zinatumika kweli kama kumsaidia yeye kupata ishara za mambo mbalimbali. Inakuwa ni tofauti kwa wanyama wengi ambao wamepewa uwezo wa kunusa, lakini pembe hizi zinamwashiria yeye kugundua vitu mbalimbali. Kwa mfano, katika maeneo ambayo anaishi, kwa mbali kukawa na moto umetokea,
ana uwezo wa kupata hisia kupitia pembe zake hizi. Unaweza ukajifunza ni vitu vya ajabu kiasi gani ambavyo Mungu ameweka kwa viumbe wake. Viumbe ambao aliwatamka na wakawa viumbe na wakapata uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa. Yote haya ni kumrudishia sifa na utukufu Mungu wetu. Hivi ndivyo ambavyo mimi nitaendelea kuwa pamoja na wewe katika kipindi cha Sauti za Hayawani. Kipindi ambacho kitakuletea kuijua sauti ya kila kiumbe. Kwa juma hili tunaishia hapa tukiwa tumeangalia maisha ya mnyama huyu spotted deer, au unaweza ukamuita cheetah au ukamuita axis. Juma lijalo tutaweza kuangalia wanyama wengine, lakini tukiwa tumesalia katika ukanda huu wa bara la Asia, na tutaweza kuona vitu mbalimbali ambavyo Mungu ameweka kwa wanyama. Ninapofika mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo, ni hatua kwa wewe kuweza kupata kipindi kingine kwa juma lijalo. Nikutakie baraka tele unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia runinga yako pendwa Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Negele Peter Negele. Barikiwa sana.